Basi ninamshukuru Mungu kipekee. Tutakwenda kuangalia somo letu la muhimu sana. Nyakati tulizonazo hizi, lazima ujue tuko nyakati za mwisho. Na kama ni nyakati za mwisho, unahitajika msaada wa Mungu kuliko unavyofikiri. Wengi wetu yamefichwa machoni petu, hatuoni mbele. Lakini nataka nikwambie, baada ya somo hili tubadilike. Usiishi kwa mazoea. Dunia inakwenda kasi mno. Maovu yanaongezeka kwa kasi kubwa mno. Mambo ya teknolojia yanakwenda kwa spidi kubwa. Na lengo la shetani ni kuwadaa ulimwengu, hatimaye wadanganywe na kudanganyika. Lakini bado Mungu aliyetupa neema, yeye mwenyewe atatusaidia na tutashinda na zaidi ya kushinda. Utaandika kichwa cha somo, umuhimu wa maombi kwa aliyeokoka. Umuhimu wa maombi kwa aliyeokoka. Unaweza kuweka kwa neno kwa mtu aliyeokoka. Ndugu zangu, Yesu mwenyewe tunaona akiwa katika huduma yake, akiwa akifundisha wanafunzi wake na watu wengine waliomwamini. Tunaona kuna maneno katika Mathayo anaelezea kwa habari ya maombi. Mathayo sura ya 7 na mstari ule wa 7 tutaangalia mpaka mstari wa 8. Anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe, na kamwe Yesu si mwanadamu wa kawaida hata aseme uongo. Ikiwa amesema ombeni nanyi mtapewa, na kila aombaye hupokea, hilo ni neno ambalo ni kweli tena ni amina. Kwa hiyo kama yeye aliyesema ombeni nanyi mtapewa akasema kila aombaye atatakiwa kupokea, hilo ndio neno la Mungu lililohakikishwa ambalo halina mashaka. Sasa basi, tunatakiwa sisi tuchukue hatua ya kuomba. Na sio kuomba kwetu iwe ni leo, kesho uombi. Umeomba asubuhi, jioni uombi. Lakini angalia, Yesu huyo anatueleza katika neno lake katika kitabu kile cha Luka 18. Luka 18, mimi na wewe tuyazingatie haya. Tutaanzia mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 7. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui yangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Kwa hiyo unaweza kuona huyo ndiye Mungu. Kwa hiyo wakati wote tunatakiwa kuomba bila kukata tamaa. Wengi tumekuwa tukiombea wakati mwingine mahitaji yetu, tunafikia tunapoona majibu yamechelewa. Wengi wali wepesi kukata tamaa na kuacha yale waliokuwa nayaombea wasiyaombee tena. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Umeomba wiki hujajibiwa, mwezi hujajibiwa, mwaka hujajibiwa, endelea kuomba mpaka uhakikishe kwamba wakati wako wa kuwepo duniani unaondoka, au la sivyo mpaka Yesu anarudi. Nitakupa mfano mmoja. Mimi nimekuwa nikiwaombea ndugu zangu wokovu ni kwa miaka. Sijawahi kuchoka wala kukata tamaa. Na kadiri ninavyoombea, wengine ndio wamekuwa mbali nami kuliko ninavyofikiri. Sababu tunatoka kwenye familia hizo ambazo na sisi tulikuwa tunawasema Wakristo na kuwaita majina mbalimbali ya ajabu. Hivi ninavyokuambia, hata kuna ndugu zangu simu walishani block, hakuna hata kupigiana simu.
lakini bado ninawapenda, bado ninawaombea sana. Ninajua kabisa ipo siku isiyoijua, nisiyodhani, Bwana atawakumbuka katika ufalme wake. Ndugu zangu, jambo jingine, Yesu bado anatusisitiza katika neno lake. Hebu nenda katika kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 17 mpaka ule wa 18. Neno la Mungu linasema, mstari ule nitasoma ni mstari wa 17 mpaka wa 18. Anasema, shukuruni kwa kila, hapana, nitasoma kuanzia mstari wa 16. Nafikiri utakuwa umekaa vizuri zaidi. Neno la Mungu linasema, furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Mungu anatamani sana tuwe watu wa shukrani. Wakati mwingine wengi wetu tumezoea kuomba, ukijibiwa hili unaomba na jingine, ukijibiwa hili unakimbilia ni kuombaga tu mahitaji. Mungu anachukizwa pale tunapokuwa ni watu wa maombi bila kuwa na muda wa kumshukuru Mungu. Hebu jaribu kuanza, wewe kama mzazi unampa mtoto wako kitu, alafu mtoto anachukua tu kitu anaondoka hata bila kusema asante. Ninyi wazazi ni mashahidi, mnajua lazima mtoto utamfundisha tabia njema. Wewe mtoto ana namna gani? Hata kushukuru, hata kusema asante. Ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu. Wengi ni wepesi tu, Bwana nipe kazi. Amekupa kazi, basi unaomba na kingine, Bwana sina mke nipe mke. Ukipewa mke, Bwana sasa nataka watoto. Je, uliwahi kuwa na muda wa kumshukuru Mungu? Hata tu kule kuzaliwa Tanzania, kuzaliwa kwenye familia hiyo hiyo uliozaliwa, baba yako kuwa ni huyo na mama yako kuwa ni huyo, uwe una tabia ya kumshukuru Mungu. Ni wangapi wamekufa kabla ya kufikia umri wako? Na wengine ulisoma nao shule ukasikia fulani amefariki, fulani amefariki, wewe unaishi hata leo. Tuwe na tabia ya shukrani. Ndio maana nasema mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Hata unapopitia magumu, Baba mwambie Bwana ninakushukuru kwa kuwa ninajua yako mema unaloniwazia baada ya kuvuka mtihani ulionipa. Bwana ninakuinua, ninakutukuza. Kwa hiyo natotaka hapo anasema ombeni bila kukoma. Kwa hiyo maombi yawe sehemu ya maisha yetu. Uamkapo asubuhi mshukuru Mungu, muombe Mungu. Sasa mchana unapopata chakula, unachopata riziki yoyote, uwe na tabia kumshukuru Mungu na kuendelea kumwomba Bwana uendelee kunipa. Hatimaye jioni au usiku kabla ya kulala mshukuru Mungu aliyekulinda mchana wote mpaka umeingia usiku. Alafu muombe Mungu vile vile akulinde usiku huo. Lakini wengi tumekuwa tunapuuzia. Uishi kwa nafsi yako, yuko aliyeshikilia uhai wako na kufanya mambo mengine yote katika jina la Yesu. Haleluya. Ndugu zangu, vile vile unapokuwa unaomba, Mungu hataki maombi ya kistaarabu. Wengi wakisha soma wakiwa na elimu, wanapomwendea Mungu, unakuta wanamwendea Mungu kimya kimya tu hivi anamuona. Ndugu zangu, anayestahili ni Mungu peke yake. Uwe raisi, wewe si chochote, si lolote mbele za Mungu. Uwe na elimu yako, si chochote, wewe bado ni madongo, tena ni mavumbi. Kwa hiyo elimu tunaposoma au Mungu anapotufanikisha, wengine wakishafanikiwa tu basi anaona akiomba maombi ya bidii ataonekana ni kama mtu fulani tayari ameshuka viwango, tayari amejiondolea heshima. Ndugu zangu, anayestahili Mungu, na usipomuomba Mungu kwa bidii, nyakati tulizo nazo ni za hatari kuliko unavyofikiri. Sasa basi, katika kitabu kile cha Yakobo sura ile ya 5:16 mpaka 18, unaona Mungu anatamani na anatufundisha tuombe maombi ya bidii ili yalete matokeo. Waraka ule wa Yakobo sura ile ya 5 mstari ule tutaangalia wa 16 mpaka mstari wa 18. Ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki
kwa faa sana akiomba kwa bidii. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Kwa hiyo unaona siri ya Eliya kujibiwa maombi ilikuwa ni maombi ya bidii, si maombi ya ulegevu. Kwa hiyo unapokuwa kwenye maombi na kuomba, ndugu yangu, uwe unamaanisha. Kama huyu mtumishi wa Mungu aliongoza maombi hapa, tunaona yale ni maombi yanatakiwa uombe kwa bidii. Kadiri anayeongoza na angeongoza kwa bidii, na wewe vile vile uombe kwa bidii. Kama una tabia ya kuomba maombi ya kunong'ona, majibu yake unajicheleweshea mwenyewe. Tumaana mimi wakanikiwa kwenye maombi, mimi kama mimi, ukinikuta wakati mwingine unaweza kusema wewe mtu kachanganyikiwa. Lakini ndipo hata Paulo anasema ninapiga si kama apigae hewa. Kwa hiyo ina maana ni vita, ni mapambano katika ulimwengu wa roho. Lakini leo maombi ya kistaarabu, Bwana, hebu niangalie, hebu tende, alafu nitegemea upate majibu. Watu wengine mkiamka usiku, umeamua kuomba, unaona mtu anaomba, amepiga magoti, amelala kwenye kitanda. Muda mfupi tu tayari, Bwana Yesu, wewe wajua tu, kimya. Umelala hapo, mate tu yanadondoka. Lazima uwe wakati mwingine umeamka usiku wa manane, usiukubalie mwili. Hapo baadaye kidogo nitakwambia adui mkubwa wa maombi siku zote ni mwili. Na mwili wakati mwingine tulipoutii mwili, tukajikuta hatujamuona Mungu kwa viwango alivyovikusudia. Unapoamka ujue adui wako mkubwa ni mwili. Lazima upambane na mwili, utiishe na kumwambia mwili, ni wakati wa maombi, lazima unyamaze kimya. Na sasa roho inatakiwa iko radhi kuomba, hiyo ndio inatakiwa itawale. Kwa maana Yesu akawaenda akawakuta wamelala, na waambia twendeni, amkuweza kukesha nami hata lisani moja. Akaenda tena na wakuta wamelala, akawaambia roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Sasa basi, mimi na wewe bila maombi ya bidii, tusitegemee tutamuona Mungu kwa viwango vilivyokusudiwa. Ndio maana katika Mithali sasa, Mithali 8:17 mpaka 18, kitabu cha Mithali sura ile ya 8, mstari ule wa 17 na mstari ule wa 18. Neno la Mungu linasema, anasema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima siko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Kwa hiyo nataka nikwambie, pale unapomlilia Mungu kwa ajili ya mahitaji yako, unamlilia Mungu, una fedha ili milango ya fedha ifunguke, alafu wakati huo unaomba kilegevu, alafu kafikiri tu shetani ataziruhusu tuzije kwako. Ndugu zangu, nataka niwaambie, wakati mwingine shetani mema yote, baraka zozote zile Mungu atakuwa amezikusudia kwetu ili zitufikie, lakini yuko azuiaye. Wakati mwingine atahakikisha anazuia. Kwa hiyo lazima wewe usimame katika nafasi yako, uwapinge wao wazuiao ili waachie. Wewe ni shahidi nyakati za Daniel. Tunaona ameomba maombi na tayari malaika ametumwa moja kwa moja apeleke majibu kwa Daniel. Lakini katokea mmoja kuwa anga la Uajemi, akampinga, akamzuia. Hatimaye mpaka anatokea Mikaeli, malaika wa vita, anapambana, yule ndipo anapata nafasi ya kuleta majibu. Lakini alipokuja kwa Daniel alimwambia, akamwambia, tangu siku ile ulipotia moyo wako kuomba, kumbe Bwana alimsikia na majibu yake alishusha siku hiyo. Lakini bado akaja kuyapata kwa siku 21 ndio yanamfikia. Ndugu zangu, nataka niwaambie, nyakati tulizo nazo, Bwana tusaidie ili hatimaye kuomba kwetu kuwe kwa bidii, ili tufanyike kuwa wenye haki
tumpendeze Mungu na vile vile tudai haki zetu mpaka tuzipate kwa utukufu wake katika jina la Yesu. Lakini tunajifunza nini kwa watu wa kanisa la kwanza? Katika Matendo ya Mitume tunaona alitokea mfalme mmoja mwovu, akawakamata watu wa kanisa. Akamkamata wa kwanza akamuua. Akaona imewapendeza watu wengine, akanyoosha mkono tena akamkamata Petro, naye ilikuwa auawe. Lakini nataka nikufundishe kitu kimoja. Baada ya kuwa wazembe katika maombi, mmoja katikati ya watakatifu akakamatwa akauawa kwa upanga. Mfalme akamkamata mtu mwingine, ilikuwa naye amelenga lile amuue, amwangamize. Lakini mimi na wewe kama kanisa tujifunze kitu hapo. Na baada ya kujifunza, tusilale kama kanisa, tusiwe wazembe na wavivu na walegevu. Tutasoma ile Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza, tutakwenda mpaka ule mstari wa 5. Anasema, panapo majira yale Herode mfalme akanyoosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilizokuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Unaona, kwa ulinzi aliyowekewa Petro, ilikuwa kuna uwezekano wa kutoka kabisa. Askari 4 alafu wanapeana zamu. Na maaskari wa nyakati zile, ukisoma tafsiri ya Biblia utawajua alikuwa namna gani. Kwa hiyo Petro angetokaje mikononi mwao? Angetokaje katika lile gereza? Lakini angalia mstari wa 5 unasemaje? Kanisa lilifanya nini? Basi Petro akarindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Kanisa liliingia kwenye maombi ya juhudi, maombi ya bidii. Lakini Mungu akaanza kufanya mchakato tangu alipoanza maombi. Mungu akatuma malaika wake, akaenda akampiga ubavuni Petro akiwa katikati ya askari kwenye chumba cha ndani. Anaambiwa, inuka, vaa viatu, vaa mavazi yako, aya nifuate. Hata ajua yanayofanyika nafikiri kama ni maono. Lakini maombi ya kanisa ya juhudi yalimfanya Petro Mungu afanye mchakato kumtoa gerezani. Ukisoma hapo mbele utaona hatimaye wanapita lindo la kwanza, wanakwenda mpaka lile lango kubwa la mji linawafungukia, wanakwenda, alafu baadaye malaika anaondoka na mwacha. Alafu naye anajua kumbe hili jambo ni kweli lilikuwa linafanyika. Mimi nilikuwa na waza labda ni maono tu, kumbe ndivyo ilivyo. Lakini sasa nimejua kwamba Bwana amemtuma malaika wake ili anitoe gerezani. Lakini jaribu kuwaza hawa watu, wakati Petro anakwenda, alijua kabisa hawa watu watakuwa sehemu fulani. Akafika akaanza kugonga mlango. Kijakazi Roda anakuja, anasikiliza sauti. Petro anarudi, anamwambia, jamani, Petro amesimama mlangoni. Mungu amejibu maombi. Hao watu kumbe walikuwa naomba hata imani hawana. Sio walikuwa naomba nini? Sijui kwamba Bwana hata kama atauawa basi auawe tu, lakini umpe kuvumilia mpaka mwisho kama alivyouawa Yakobo. Tunajua na Petro anakwenda kufa. Lakini tunaona hatimaye wanaenda kuambiwa, unajua alijibu majibu gani? Unawazimu. Akaendelea kuambia kusema labda ni malaika wake tu, yani ni kwamba labda kifo chake tu, sio yeye halisi. Nataka nikwambie maombi yana uwezo wa kubadilisha mambo kuliko unavyofikiri. Maombi yana uwezo wa kugeuza mazingira kuliko unavyofikiri. Maombi yanaweza kufanya jambo lolote lisilowezekana kwa Mungu likawezekana. Haleluya. Kwa hiyo kikubwa, omba kwa imani. Usiruhusu mashaka yoyote kama watu wengine walivyokuwa wanaruhusu mashaka.
Sasa basi, je, tuombe tukiwa na raha na mazingira tu mazuri? Wengi wetu ni rahisi kuomba, unakula ugali, unakula unachokitaka, mshahara unaingia kwa wakati, watoto wanasoma shule nzuri. Wengine tukipitiaga magumu na maombi tunaweka pembeni. Unaingia kunungunika tu, Bwana sasa na kukuamini kwangu. Bwana kila siku nakuomba, Bwana nimefanya dhambi gani? Unakimbilia kutubu tu, Bwana nisamehe, labda yamesababishwa na dhambi zangu, labda nimekukosea. Wakati mwingine nataka nikwambie, kuna mambo mengine tunapitia magumu yasitutoe kumwomba Mungu na hata kumsifu Mungu wakati mwingine. Twende katika Matendo ya Mitume mbele kidogo. Wengi tumezoea tukuimba Paulo na Sila waliomba, lakini waliomba wakiwa katika mazingira gani? Mpaka gereza milango yake ikafunguka. Lazima ujue unapokuwa kwenye magumu zaidi, unatakiwa uzidishe maombi ili umuone Mungu akikutetea hata katika mazingira yoyote yale. Twende Matendo ya Mitume 16:22 mpaka 26. Neno la Mungu linasema, hapa ni baada ya Paulo alikuwa amemkemea pepo wa uaguzi kutoka kwa binti mmoja ambaye alikuwa anatumiwa kwa faida ya watu wengine. Baada ya kumtoa ule pepo, wakatengeneza fitina ili ashitakiwe kwa mashtaka ya uongo, hatimaye watupwe gerezani. Lakini tunakwenda zaidi kwenye pointi ili hatimaye tusipoteze muda. 16 tuanzie ule mstari wa 22. Kutano wote wakaondoka, wakawaendea makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana, naye akiisha kupata amri hii akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatare. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakatokea tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Haleluya! Huyo ndiye Mungu ambaye hatutakiwi kuwa kwenye mazingira mazuri na raha ndio tunakuwa na nafasi ya kumuomba. Hata katika shida, dhiki, hakuna hiki au kile, tunatakiwa zaidi muombe Mungu na kumsifu Mungu. Je, hawa walipigwa bakora na kutupwa gerezani kama watenda dhambi? Lakini haki ndio iliwapeleka kule, utumishi ndio uliwapeleka kule. Lakini tunaona pamoja na mazingira hayo, waliona hakuna jambo jingine katika maisha yetu, lazima tumsifu Mungu, lazima tumwabudu, na lazima tumwombe yeye. Lakini wewe vile vile, ili mapepo wachawi wanaozuia mambo yako yasifanikiwe watikiswe, hata wayaachie milango iliyofungwa ya baraka zako, milango iliyofungwa ya fedha, milango iliyofungwa ya chochote. Unapomwomba Mungu alafu ukaomba kwa bidii, lazima matokeo yatakuwepo. Labda Bwana tu iwe kwa sababu zake amezuia usilipokee kwa wakati huo, lakini kama ni Mungu amekusudia, utalipokea katika jina la Yesu. Vile vile, kwa nini waliamka usiku wa manane? Maombi ya usiku yana siri kubwa kuliko unavyofikiri. Usiku wengi wanapenda miili yao kuipumzisha. Usiku mtu akishalala anawaza nitachelewa kazini, tasinzia kazini. Kumbe usijue unajikosesha kitu kimoja cha msingi na cha baraka sana. Usiku wa manane, wengine wakati wamelala, wameitii miili yao, alafu Mungu akakuona umemheshimu, Mungu umemwangalia kipekee, ukaamka usiku wa manane, tayari ukaingia kwenye maombi. Watu wanaomba usiku wa manane, Mungu wasikiliza kipekee kuliko mtu anayeomba mchana. Kwa nini? Mungu anaona umekuwa tayari kuacha usingizi, umeacha kitanda. Kama umeolewa, umemwacha mumeo kitandani, ukaenda kuomba.
Ina maana Mungu umemfanya kuwa wa kwanza kuliko vitu vingine vyote. Hata vile vile maombi ya ule usiku yanakufanya umshinde majaribu. Yesu aliwaonya, akamwambia ninyi kesheni muombe msiingie majaribuni. Wao wanalala usingizi. Baadaye Petro anamwambia, jamani, mwambieni mkeshe muombe hata mnielewe. Baadaye wewe utanikana. Lasha, mimi siwezi kukukana. Hata itakapokupasa kufa, niko tayari kufa pamoja na wewe. Lakini je, jaribu lilipokuja, wakamwambia, wewe nawe ni mmoja wao, tumekufahamu ulikuwa na Yesu wa Galilaya. Petro anamkana, sio mara moja mpaka mara tatu. Na sio mara tatu tu, anasema alimkana hata kwa kiapo. Yaani nyakati zile ulikuwa ukiapa juu ya jambo fulani, yaani na mara unaapa kwamba hujawahi kulijua, hajawahi kumjua Yesu wala mfahamu wala mtambui. Lakini kwa nini? Walikuwa wataki maombi ya usiku, maombi ya mkesha. Na wewe ndugu yangu, ninakuonya, kama upendi maombi ya mkesha, una hasara kubwa kuliko unavyofikiri. Katika Luka, nisikilize vizuri, Luka 21, maombi ya mkesha, ninarudia tena, kama uyapendi, una hatari kubwa kwa ajili ya roho yako na kwa ajili ya mambo yako mengine. Katika kitabu cha Luka 21, hebu angalia, Yesu kuna maneno ambayo aliyasema hapo, mimi na wewe ndiyo yanatuambia nyakati tulizo nazo. 34 mpaka 36 tutaangalia. Katika kitabu kile cha Luka 21, 34 mpaka 36. Neno la Mungu linasema 21 tutakwenda kusoma. Basi jiangalieni mioyo yenu, msije mkalemewa na urafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajiria watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele ya Mwana wa Adamu. Kama una maisha ya kukesha, una hatari ya kuachwa siku ile atakayokuja Mwana wa Adamu kuja kulinyakua kanisa. Au wakati mwingine, kama upendi maombi ya kukesha, ukalemewa na urafi na ulevi, ukalemewa na vitu fulani vikakufanya umelewa kwa ajili ya hivyo, ukawa mlevi si wa pombe, lakini kuna vitu ambavyo umekuwa ni kama mlevi katika hivyo, ndugu yangu, kuna hatari kubwa kuliko unavyofikiri. Anasema kesheni kila wakati. Masumbufu ya maisha haya yasizuie kukesha kwetu, na kuwa na sababu nyingi. Nataka nikwambie, Mungu atasimamisha mashahidi siku ile, ambao wewe sababu unayoitoa, alafu atakwambia huyu alikuwa na shida kama hizo hizo ulizonazo, lakini huyu alikesha kiomba kila wakati. Wengine mtoto ndio sababu. Mtoto ana miaka 2 bado hataki kuja kuomba. Ndugu yangu, unampenda mtoto kuliko Yesu, kuliko nafsi yako mwenyewe. Ndio maana Yesu akatumia maneno makubwa, akasema ampendaye baba au mama kuliko mimi anistahili. Apendaye mtoto wake wa kike au wa kiume kuliko mimi anistahili. Sasa utawezaje kushinda? Mungu atusaidie ili hatimaye tuzidi kuyafanya mapenzi yake na tudumu katika kukesha wakati wote, na kila wakati tupende mikesha ili iweze kuwa kwa ajili ya faida yetu katika jina la Yesu. Ndugu yangu nisikilize, katika Zaburi, mimi na wewe hapa tujifunze kitu. Ndio maana mimi ninapokufundisha wewe na mimi ninajifunza hapa. Ndio maana Bwana mimi nalipitia lisomo, na muomba Bwana anisaidie, anipe neema. Zaburi 32 mstari wa 6. Zaburi
32 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo kila mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Maji makuu yanayotajwa hapa, pamoja na majaribu, shida, mateso, kukataliwa. Kwa hiyo mafuriko ya majaribu yanapokuja yakakupiga, ndugu yangu, utaanguka. Kwa hiyo maombi ndio yanatufanya sisi tushikamanishwe na Yesu. Katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 5 anasema, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo kama hutamuomba huyo akusaidie, ambaye bila yeye huwezi kufanya lolote, na ukajifariji, utaangamia. Ndio maana kama umuombi Mungu, una mawasiliano na nani? Ina maana kama huna mawasiliano na Mungu, upande wa pili una mawasiliano na ibilisi. Ndio maana yake. Na kama una mawasiliano na ibilisi, unatania utakuwa salama. Shetani hajawahi kumfurahia mwanadamu yote aliyokoka. Na zaidi sana umekaa kwenye viwango kama hivi. Shetani usiku na mchana anakusagia meno, anakutafuta. Wengine ameshawaweza, wale walikuwa kwenye mawiki, marasta, rangi za midomo, makeup, wanasuka rasta, sio wanaweka kope za bandia, kucha za bandia, wanaweka rangi kwenye kucha zao. Wale hana shida nao, anajua siku moja atawavuna. Na ndio maana hata wakiomba wakati mwingine shetani aletushindane na achilia tu vitu kwa. Lakini wewe unaitafuta fedha, wakati mwingine inakuwa ngumu mpaka upambane. Lakini wale asiwe cha nini, anajua siku moja hawa tunakwenda nao. Ndio maana unaona niliomba scholarship, Bwana akajibu. Anashuhudia huko amevaa mawiki. Hicho ndio cha kujivunia. Unaona tu ndio muujiza. Badala ya kuangalia roho yako, ni ya thamani kuliko vitu vingine vyote. Ndio maana Yesu akawa anamlilia pale, Bwana wetu, Bwana wetu. Kaambia, msinililie mimi, jililieni ninyi wenyewe nafsi zenu na za watoto wenu. Tunashangaa hata leo wakati kipindi kile cha sikukuu yao hii wanaita Christmas, hapa ya Pasaka, wanaonyesha masinema ya Yesu anasulubiwa, wanalia mbele ya sanamu. Wengi wakiona ile sinema wanalia, wanagalagala. Huo ni ujinga wa hali ya juu. Huwezi kulia mbele ya sanamu. Je, yule ni Yesu halisi? Yesu alishamaliza kazi, akafufuka siku ya 3, akapaa kwenda mbinguni. Hata leo wapo watu waliopata neema wakamuona Yesu katika utukufu wake. Kile leo unapoangalia ile sinema unalia. Na nataka nikwambie, ni ibada mbaya ya sanamu kuliko unavyofikiri. Si wakati wa kumlilia Yesu. Yesu alishamaliza kazi, ni wakati wa kujililia nafsi zetu na za watoto wetu. Tuwaombee watoto wetu. Nyakati tulizonazo ni mbaya kuliko tunavyofikiri, ili Mungu wetu atusaidie tushinde, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Sasa niliwatangulia kuambia adui mkubwa ni mwili. Twende katika Wagalatia ili ujue mwili siku zote una uadui mkubwa sana zidi ya roho zetu. Tunapotamani kuyafanya mapenzi ya Mungu, yeye mwili anapingana nasi. Shetani atautumia mwili wetu ili kutufanya tusiweze kufanya mapenzi ya Mungu. Wagalatia 5. Wagalatia ile sura ya 5. Tutakwenda kuangalia sura ya mstari wa 16 na mstari ule wa 17. 5:16-17, neno la Mungu linasema, kumi na 16 mpaka 17. Nitasoma. Neno la Mungu linasema, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya hapana nimesoma sipo, maana naona sijapata ile point. Ni Wagalatia 5, nilikuwa nasoma Waefeso. Katika hilo Mungu nisamehe, Bwana nisamehe, sababu nimekwenda sehemu nyingine. Anasema hapa, basi nasema
enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Kwa hiyo unaweza kuona lazima Roho iwe na nguvu zidi ya mwili. Kwa maana Yesu akamwambia Roho iradhi inatamani kuomba, lakini mwili ni dhaifu. Na mwili unapenda raha, unapenda kula vizuri, unapenda kulala pazuri, mwili unapenda kuvaa vizuri. Hayo yote ni mwili. Kiona watu wanapenda mapambo, ni mwili tu unawasumbua. Ni mwili. Hata kufunga wengine hatutaki. Nataka nikwambie, unapofunga kwa ajili ya yale ambayo unatakiwa kuyafanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kumbuka kilichomfanya mwanadamu wa kwanza atenganishwe na Mungu. Kosa kubwa ni chakula. Mti huu msiule, matunda ya mti msile. Lakini tunaona ndio wakaanguka kwa chakula. Kwa hiyo Mungu unapokataa chakula, nataka nikwambie Mungu anakuona ni wa thamani kuliko unavyofikiri. Kwa sababu chakula kukikataa kwetu, pamoja na kuwa tuna chakula tumetoshelezwa na kila kitu, unapofunga ukakikataa chakula ingawa unavyo, Mungu anakuhesabu ni wa thamani. Na hapo ndio unarudisha hata zile nguvu ambazo zilipotezwa na baba yetu wa kwanza Adamu. Nisikilize kwa umakini. Maombi ni vita. Usifikiri shetani anaruhusu kirahisi kiwepesi. Kwa maana wakati mwingine unapokuwa kwenye maombi, mwili linakukumbusha mambo fulani. Linakukumbusha, kumbuka umeacha nini nyumbani. Wakati mwingine uko hapo ulisahau hata mlango kufunga, badala kuwa na imani Bwana atalinda, tayari wewe muda wote tu kila ukikao ukiomba wazo liko kule. Kila ukikao ukiomba wazo liko kule. Haya vijana ambao wako kwenye uchumba, au ndio wanapataka shida na maombi yanakongoloka kabisa. Kama ni binti, kama ni kijana, tayari ni mawazo yote tu, yani sijui lini, sijui litakamilika lini, sijui itakuwaje siku ile. Kadiri siku zinapokaribia za harusi ndio kabisa unakuta mabinti hawaombaji, vijana waombaji. Omba upate mume mwema, mke mwema. Kwa nini ninakwambia hivi? Nyakati tulizonazo unaweza kuona hivi kama kanisani hivi kwaona wote ni watakatifu. Ndugu, kuna wengine ni maagent wanapenya kwa siri, lengo lao wampate mmoja wapo wa watakatifu, alafu wakusababishe uende jana. Mimi nilimwomba Mungu, ninakwambia ninayajua. Mimi nikiwa kule Morogoro, nataka nikupe ushuhuda huu ili ukujenge, ukusaidie kijana ambaye hujaoa na binti ambaye hujaoa. Wakati nimeingia kwenye maombi ya kumwomba Bwana nipe mke, Bwana nahitaji mke, unajua kilichotokea? Kwanza dada mmoja nikasikia anasema taarifa zikasamba, zikanifikia. Fulani anasema ameonyeshwa wewe ndio mume wake. Nikamwambia na mimi Bwana nionyeshe. Kaendelea na maombi. Wakati naendelea na maombi bado sijajua mke napata wapi. Tayari mwingine wakanipenyezea taarifa zikanifikia. Haya nakwambia ni hakika. Zikanifikia, wewe umesikia Zakaria? Sijasikia. Dada fulani anasema amekaa amechoka, sasa hata ukitokea wewe anaolewa. Hii yamekuwa yote. Kwa hiyo uko umechelewa kupata mume, mimi ndio niwe mtu wa mwisho unyanguzie mzigo. Nikasema unipati. Nikaendelea na maombi. Mungu kwa neema yake akanionyesha huyu ndio mkeo. Sasa wakati amenionyesha huyu ndio mke wangu, mimi moyoni nakataa. Sema huyu dada kweli atanikubali na mimi nilivyo wakati huo. Viatu vyangu wenyewe Kenya vimeenda upande. Nikawa na visuali fulani vya ajabu. Nikasema kweli sasa afu Mungu ananionyesha huyu kweli. Mungu. Nikaendelea kuomba, Mungu ananiambia huyo. Nikapeleka chaguo. Tuishi wa Mungu kuna tetemeka sasa hii akinikatage itakuwaje, na mawazo chungu mzima. Basi baadaye akaitwa akaambiwa, nikaitwa na mimi tukakutanishwa, akakubali. Alipokubali nikafikiri sasa mambo shwari. Akasema na kwenda nyumbani kusalimia, akaenda jumla. Sikamwambia Bwana, si ndio ulinionyesha Mungu? Nafanyaje sasa?
Sasa fanya, nikamwendea mchungaji, nikamwambia mchungaji, mimi nimekaa nimechoka. Tuna makanisa mengi, matawi yako mengi, nipe kibali nikatafute mke sehemu nyingine. Hapa naona wananipotezea muda. Tumisha kama Mungu akasema, "Je, umesikia jibu la mwisho kutoka kwa huyu?" Nikasema, sikiliza kwanza, subiri. Nataka nikwambie kama ni wa Bwana ni wa Bwana." Nikaingia kwenye maombi. Mimi kwa mke nimeomba, ninakwambia sijafanya mchezo. Kwa maana hata mwanamke wangu akifurukuta tunamwambia, "Wewe nimepewa na Bwana, hata ungefanya nini?" Nikaingia kwenye maombi, Bwana huyu hata sijui nililompata huko, nitakaa mpaka lini? Nipe mke. Nataka nikwambie, nikaomba alafu nikalala. Ile alfajiri huko na wao ndugu zetu wanapiga nikasema sasa nilale. 11 alfajiri. Wakati nalala usingizi haujanipitia, nasikia sauti anasema, huyo ndiye mkeo. Nikakurupuka, Bwana, ikiwa ndiye huyu, fanya ishara, fanya muujiza ili nijue hakika huyu ndiye. Unajua kilichotokea? Ule kumbuka alishakaa muda mrefu hata mawasiliano hakuna. Siku hiyo nikiwa na kiongozi wa kanisa, tulikuwa tunafanya kazi fulani. Ikapigwa simu saa 7 mchana, sijasahau mpaka leo. Anauliza, "Fulani yupo?" Nasema ndio yupo. Walichokiongea huko hata sijui. Baadaye naona yule kiongozi anacheka na nisogelea. Unajua nilikuwa naongea naye? Nasema yule mchumba wako kapiga simu, anasema anakuja, weka mambo sawa. Ndugu yangu, nikawa na furahi kama mwenda wazimu. Bwana, kumbe kweli Bwana unaweza, Bwana unatenda hivyo. Kwa hiyo ukienda kwa macho utapata sawa. Wengi wa tatizo la vijana mnaangalia macho. Angalia yule ana kazi, yule msomi, yule hivi. Mungu akikuonyesha yoyote ndio huyo. Nikafikiri rahisi, tumeanza taratibu. Watu kaanza maneno, mbona hata wafanani? Wala yani hapo mwanamke hapo amepata hasara. Yamekuwa hayo tena. Nikasema haya mengine. Anaamini kawajibu, nikamwambia ili kitu kiitwe muujiza sikifanyike kupita fahamu za wanadamu. Mtu hata ana baskeli leo na gari, si ndio muujiza? Haleluya. Na mimi nikawaambia hata waseme, lakini ili kiwe kitu muujiza tu hivi, hata yani kwenye akili zao isiambue, wamuone huyu hata fanani na mimi. Huo ndio muujiza. Hatimaye mambo mengine yakaendelea, ikawa na mke. Sasa maombi ni vita. Kwa nini? Andika hii, utaangalia wewe mwenyewe, utasoma. Angalia katika Efeso 6 mstari wa 10 mpaka wa 18. Na Wakorintho wa pili 10:3 mpaka 6. Efeso 6:10 mpaka 18. Na Wakorintho wa pili 10 mstari wa 3 mpaka wa 6. Hapo kinaelezewa maombi ya vita. Anasema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa lazima ujue kuna kuangusha ngome, kuna kufanya vita ili maombi yalete matokeo, kuna kutiisha, vile kuna kubatiliza kila maasi ili kila kitu kipate kumtii Kristo. Vita vyetu si vya damu na nyama, bali vina uwezo katika ulimwengu wa roho. Tunapambana na falme, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa unafikiria haya majeshi, ndugu yangu, bila mapambano na maombi ya vita huwezi kuona matokeo, kwa sababu wao wanatupinga kila siku, wanabuni mipango na mikakati ya kuturudisha nyuma. Utashindaje kama uombi? Ndio maana kuna wakati mwingine usizoe tu kuomba tu maombi, ingia kwenye maombi ya vita. Piga maadui, enyi wachawi mliozuia jambo kile, kwa jina la Yesu Kristo lazima mwachie kila ushirikina, mikosi na balaa, kila roho za umasikini. Utajiri unapatikana kwa Bwana, lazima mwachie. Pambana hivyo mpaka uje upate mpenyo, hatimaye uweze kutokea kutoka kwa Bwana. Jambo jingine linaloangusha wengi, wanaomba bila imani. Uombe kwa imani. Yesu akasema laiti ngelikuwa na imani ndogo tu kama kiasi cha punje la haradali, mna uwezo wa kuhamisha hata milima katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo akasema kwamba mtauambia mlima huu ng'oka, mkuyu ng'oka, na akasema hakutakuwepo na jambo lolote lisilowezekana mbele yenu.
Imani inahitajika kuliko vitu vingine. Utaandika katika kitabu kile cha Yakobo 1 linaelezea kwa habari ya imani, kuomba kwa imani. 1 mstari ule wa 6 takwenda mpaka wa 7, anasema mtu na aombe kwa imani, usiruhusu mashaka yoyote, hata kama jambo ni kubwa kiasi gani. Ukishaomba amini, Mungu anasikia na ni Mungu anayejibu maombi yetu. Tumeona, unaona kina Elia walikuwa na imani, hawakuruhusu mashaka. Wanamwambia haya, je, manabii wa Baali, mwiteni Mungu wenu, labda amelala sharti amshwe, labda yuko likizo, ngojeni amalize likizo, mwiteni. Tunaona wanamuita, wanajikatakata, hakuna majibu. Lakini Elia mpaka anatajwa kwenye kumbukumbu katika kitabu cha Yakobo. Elia anatajwa alikuwa mwanadamu, ana tofauti na wewe na mimi. Kilichomfanya ni aombe mboto kashuka ni imani. 1 mstari wa 6 utaangalia hapo mpaka wa 7. Ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Imani ni mtaji mkubwa kuliko unavyofikiri. Ukiomba kwa imani lolote lile na ukaamini moyoni mwako, usiruhusu mashaka, utayapokea lolote lile. Kwa nini ninasema hivyo? Yesu katika kitabu kile cha Yohana 14, mimi na wewe leo nikufunulie kitu. Wewe una hata baskeli, omba gari, omba mambo makubwa, ili Mungu akitenda, watu wakisikia, wajue hakika huyo ana Mungu, ili si kwa jinsi ya kibinadamu, bali yuko Mungu anayejibu maombi. 14, Yohana 14, ili Yesu mwenyewe alituhakikishia. Mstari wa 13 mpaka 14. Yohana 14:13-14, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Yesu hakuweka mpaka. Lolote maana yake ni lolote. Sijasahau siku moja, kijana mmoja akawa naomba, Bwana, ninataka nikuone, ninataka nikuone Bwana, ninataka nikuone. Akafuruliza maombi. Yesu akamjibu akamwambia, nakuja. Sasa nitakuja siku fulani, nitakuja saa 7 mchana. Kijana akafurahi, kaandaa mazingira, Yesu leo ananitembelea. Yeye akafikiri Yesu anakuja na utukufu. Unaona? Akashangaa tu, saa 7 imefika tu, anakuja mtu tu ovyo ovyo tu. Kazee fulani kanasogea, kanakuja, anataka kunipotezea muujiza wangu. Badala aje Yesu kanaanza kupiga kakazika, atafuta nini? Akawa kiulizwa maswali, anajibu ya mkatokato tu ili yule aondoke. Basi kakamwaga tu, basi mjukuu wangu naondoka. Haya bwana wewe, haya mzee wewe nenda tu. Sasa karudi tena, Bwana wewe si mwanadamu useme uongo Bwana. Bwana, mbona sijakuona sasa? Yesu anamwambia, yule uliyemfukuza ndio mimi. Bwana nisamehe, Bwana nisamehe. Kwa hiyo mambo mengine tunapoomba, Mungu atupate hekima na ufunuo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo omba lolote utakalo. Ndipo hapo Yesu anasema, kwa hiyo usimwekee Mungu mipaka, omba lolote. Maana yake ni omba lolote, Bwana atakujibu. Uwe na mazoea ya kuombea watakatifu. Kwa nini nakwambia? Ndugu zangu watakatifu wengine, wewe unalala Tanzania. Mungu ana watu nchi huko ambazo waruhusu hata Biblia ziingie kwao. Watasimamaje kwenye imani, kwenye imani bila maombi yako na kwako? Ndugu zangu, Biblia ukisoma katika Efeso hiyo 6 mstari wa 18, anasema mkidumu katika kuombea watakatifu wote duniani. Tuna maombi tu binafsi, kila siku wewe ni kuomba tu mahitaji yako. Ombea watakatifu wengine, ombea vile vile watumishi wa Mungu wengine wanaosimama katika kweli. Sio kila mtumishi wa kumwombea. Pia Bwana, kokote unajua wako watu, Bwana wapiganie, wape kuhubiri kweli, wasirudi nyuma. Umshukuru Mungu uko hapa, ni kwa neema ya Mungu. Kuna makanisa mengine hawajapata neema hii.
Na wengine hata wanaposikia shuhuda wanasema waongo hao ndio manabii wa uongo. Kule kuamini, mshukuru Mungu ndugu yangu. Tena sana si kidogo. Wako wengi wanatamani lakini isiwezekana. Lakini nataka nikwambie waombee. Kuna mtu mmoja alitoa ushuhuda, anatoka nchi za Kiarabu. Ni nchi za Kiislamu. Anasema baada ya kuokoka yeye akashuhudia wengine wakaokoka, wakawa wanasali chini ya handaki. Kwa hiyo alikuwa anapenyeza Biblia kwa siri sana. Mpaka ile Biblia inafanikiwa anaifikisha. Akishaifikisha walichokuwa nakifanya wanagawana karatasi. Huyu anasoma hii, akimaliza anampa huyu na huyu anampa huyu. Hivyo wewe leo unaumiliki Biblia, una uhuru wa kuabudu, una uhuru wa kuomba, una uhuru wa kufanya chochote. Na amalizia kwa kusema mambo matatu ya msingi kwa Mkristo ambayo katika hayo utamuona Mungu. La kwanza ni maombi. Maombi yakiambatana na maombi ya kufunga. Namba 2, kusoma neno la Mungu kwa bidii. Kusoma neno la Mungu kwa bidii. Jambo la 3, kumtumikia Mungu katika maeneo mbalimbali. Lazima hayo uyafanye, ikiwemo na kuhubiri kwa bidii Injili. Kama uyafanye hayo, una hatari kubwa. Na uwezi wa fungu la 10 usimwibie Mungu. Mungu anaona sana kile ulichokipata. Kwa hiyo ukijiona umepata milioni, unaona laki nzima nimtolee Mungu, unaanza kufanya maujanja yako, Mungu anaona. Uwe mwaminifu katika fungu la 10, ndio linabeba hatima yako na kila kitu. Uwe mwaminifu. Vile vile ninapomalizia mwishoni kabisa, jizoeze kuiombea nchi. Umesikia wengine wanatoa matamko, hatuiombei nchi. Hapana. Hilo ni agizo la Mungu. Usiangalie uovu unaoendelea. Mungu ndiye atakayehukumu, ndiye mhukumu mwenye haki. Lakini timiza agizo la kuiombea nchi yetu ya Tanzania. Hali kila mtu anaijua, sina haja kuongelea sana. Kwa hiyo wewe umepewa kusimama kwenye nafasi. Mambo yakiharibika utadaiwa. Omba kwa ajili ya familia yako. Mambo yakiharibika utadaiwa. Mume muombee mke kwa bidii. Mume muombee mke. Sisi wetu kuishi vitu tayari mke na mume. Hapana, tuombeane. Alafu hapana akasema ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kuponywa, na kuombeana sisi kwa sisi. Lazima tuombeane ndugu zangu. Na unaposhirikishwa na mwenzio, anakushirikisha muombe pamoja naye. Usiwe mwepesi kutoa siri. Wengine wanashirikisha mambo ya siri zao. Wewe tayari ukishashirikishwa, kila unayekutana naye, dada fulani, yani tumuombe tu. Tafikiri unaongea mambo ya maana, kumbe ni masengeli. Yani tumuombe tu. Mume wake leo siku ya 3 hajalala nyumbani, yani nakushirikisha mpendwa. Kumbe ni masengeli tu. Ulitakiwa wewe uchukue mzigo kwa kushirikisha wewe amekuamini, amekupenda. Hukutakiwa kumshirikisha mwingine. Haleluya. Lakini ukishashirikishwa kijambo, umekusata sio akili wa siri za Mungu tena. Tuonekana kama unamshirikisha mwingine kwa upendo, kumbe ni masengeli. Mungu atusaidie tudumu katika kuombeana, tusiache kuombeana. Na zaidi sana ukiona una mzigo wa jambo, unamshirikisha na mwingine. Sababu maombi ya mtu mwingine yakikutegemeza yana sehemu kubwa na mambo mengi yatafanyika. Baada ya kujifunza hayo, Mungu awabariki, Mungu atukuzwe. Haleluya. 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 Nitaomba mtumishi wa Mungu weka biti moja, tusimame juu tuweze kuimba wimbo mfupi, alafu twende tukamshukuru Mungu. Haleluya. Haleluya. Huku ukiendelea kutafakari wakati unatafuta biti, jua kabisa bila msaada wa Mungu, kwanza maisha ya wokovu utaona ni mzigo. Wakati mwingine utaomba mke akichelewa, tayari unaona ni kama vile umepoteza kitu cha thamani kuliko hata Yesu. Maombi ndio yatakayotufanya tusimame imara katika imani na tusonge mbele, hatimaye Mungu akiwa pamoja nasi
tutashinda katika kila eneo. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. 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 Pasipo wewe mimi siwezi, ninaweza kuanguka. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. Majaribu yanachoma kama moto, mimi siwezi. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. Wewe mimi siwezi, ninatamani siwezi. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. Mbele yangu naona giza, siyaoni mema yaliyo. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. Nahitaji msaada wako, Yesu nisaidie. Kila mmoja wetu muombe Bwana, mwambie Bwana, nimesikia neno lako, nisaidie nifanye kuwa mwombaji. Katika Warumi 8:26, maana Roho mwenyewe utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba itupasavyo kuomba. Mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie nifanye kuwa mwombaji. Bwana, nipo mbele zako, neno lako tumelisikia. Sisi ni wanadamu, hata tuliposikia tunatamani kuwa waombaji, tunatamani kuwa waombaji, lakini Bwana hatuwezi kwa nguvu zetu. Bwana, maji makuu yafurikapo tutawezaje kushinda? Bwana tusaidie, kila mmoja wetu, ondoa uvivu, ondoa ulegevu, tuweze kuomba, tufanye kuwa waombaji, tusimame kwenye nafasi zetu, tusimame Bwana katika zamu zetu, tuombee familia, tuombee waume zetu, tuombee wake zetu, tuombee ndugu zetu, tuiombee nchi, tuiombee kazi ya Mungu. Bwana, makuhubiri wako watumishi wako, wanaohubiri injili ya kweli, wasaidie, wapiganie, watetee Bwana. Neema yako izidi pamoja nao, uwasaidie, watie nguvu. Bwana, kama ombi yangu, ndugu wataokolewa, kama ombi yangu, watu wataokolewa, kama ombi yangu, kazi itakwenda mbele. Bwana,
Bwana waweza, usituache, usitupungukie, neema yako pamoja nasi. Bwana, tunatamani kuyafanya mapenzi yako, lakini Bwana, miili yetu ni dhaifu. Tunatamani Bwana kuinuka usiku wa manane, tunatamani kukesha kila wakati. Bwana tusaidie, Bwana tupiganie, Bwana ututetee. Bwana, tunakuhitaji katika maisha yetu. Roho Mtakatifu, saidia kila mmoja wetu, tufanye kuwa waombaji, tusitii miili yetu ambayo inaleta ulegevu, inatufanya tuanze kulala tu, kuipumzisha. Miili yetu haitaki kufunga na kuomba, tunakula kwa wakati wote. Bwana msaidie kila mmoja wetu, tukatende yaliyo mema kwa utukufu wako. Baba, asante, ni katika jina la Yesu. Basi ninakuomba ombi moja tuombe. Mchungaji Josia kama alivyosema mtumishi wa Mungu aliyetangulia, anaweza kaanza safari leo. Naomba tuombe kwa pamoja. Tumwambie Bwana watangulie. Iwe ni leo ataanza safari, iwe ni kesho, lakini kadiri Bwana atakapowapa neema vyovyote, lakini mimi na wewe tuwategemeze kwa maombi. Hawa ni watumishi wa thamani. Nyakati tulizonazo kupata watumishi kama hawa ni adimu kuliko unapofikiri. Wao wanaitwa maprofesa, wanaoitwa sijui majina mbalimbali, madokta, wanaogopa kufundisha kweli kwa sababu wana viongozi fulani walioko serikalini. Kwa hiyo wakija na mawigi yao wanaogopa kugusia vitu hivyo. Lakini kwa nini hapa mnafundishwa viwango hivyo? Nataka nikuambie nyakati tulizonazo ni adimu wafundisho kama haya. Ombea watumishi wa Mungu, omba pamoja nami. Bwana, nipo mbele zako mfalme. Ninakusihi Bwana, mwangalie mtumishi wako Josia pamoja na mkewe Bwana. Baba, umetoka kwenye safari za injili. Leo wanamaliza Bwana. Bwana, ninakusihi watakapoianza safari, chombo cha safari watakachokitumia Bwana. Bwana, ninakusihi walinde, wapiganie, watetee njiani, waepushe na ajali, waepushe na mabaya. Bwana, mkono wako wenye nguvu uambatane nao. Bwana, ninakusihi wasafiri salama, warudi tena Dar es Salaam kwenye majukumu yao ya kila siku. Bwana, usiwaache, usiwapungukie, neema yako izidishe juu yao. Bwana, ninakusihi chombo atakachokitumia, dereva ambaye ataendesha, Bwana ukamwongoze. Roho Mtakatifu ukawe pamoja naye, asafiri salama. Mtumishi wako pamoja na mtumishi wako Bwana, Baba, usiwache hata kazi walioifanya isimame. Waliokolewa wadumu katika wokovu, waliopokea miujiza idumu Bwana, ili iwe ushuhuda kwa watu wengine wakule Moshi. Bwana, usiwapungukie katika eneo lolote. Bwana, hata wafike salama na ikute familia ya kiroho Bwana, hata tuweze kuona tukifurahia pamoja. Asante Mungu wetu, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu. Sasa siri moja tumemwomba Mungu, tumeshangilia. Yuko zuiaji, yuko aletaye pinzani, lazima tumshughulikie. Kwanza utaanza kwa ajili yako mwenyewe. Unajua kuna vitu gani unatamani kuvifanya? Unajua haja ya moyo wako ni nini? Unatamani siku zote, unafanya bidii hiyo, labda ujenzi, labda unatamani kuwa na nyumba yako, unatamani hiki au kile. Wewe mwenyewe unajua ni wakati wa kuwakabili na kuambia lazima muachie. Katika Luka 10:19 tumepewa amri na mamlaka. Shetani atumbembelezi. Pepo tunamwambia pepo toka. Sitoki mpaka ufunge na kuomba. Wengine kwa kukosa maarifa na kwenda kufunga kwa ajili ya pepo. Pepo ni amri. Yesu aliwaambia fumba kinywa, mtoke mtu huyu. Hakuna maswali. Haribu mipango ya shetani dhidi yako, dhidi ya yale mambo yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shetani na majeshi yako, wewe ni nani msunaye? Majini, mapepo, kila kazi za kichawi kwenye mtaa wangu, kazi za kichawi kwenye maeneo yangu, kwenye maeneo ya kazi yangu, kwenye maeneo ya biashara, achie wewe. Nani msunaye? Kwa jina la Yesu Kristo. Una uwezo wa watoto wangu, una
Huna uwezo kwa mke wangu, huna uwezo katika kazi yangu, huna uwezo katika biashara yangu. Achia baraka zangu, achia mafanikio. Nani ushinda? Nani ufuria? Kwa jina la Yesu Kristo. Hamna uwezo. Ninavunja kuta, ninawaharibu maadui wote. Moto ushuke juu yenu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo, wewe ni moto wao. Shuka, uangamize, uwapige, uwaharibu maadui wao wa maendeleo yangu kwa jina la Yesu Kristo. Hamna uwezo. Hata sasa mmeshindwa na kususwa hata kusema. Nani uinuka kinyume na haya yote? Nani shetani? Sasa mmeshindwa katika kila maeneo. Asante Bwana, wewe ni mwaminifu katika jina la Yesu. Hebu mshangilie Bwana. Haleluya.